kadiri mwanamke unapozidi kuwa na pesa, uwezo wake na utayari wake wa kumilikika na kuongozwa na mtu mwingine unapungua. Na hii si kwamba ana pepo mchafu au ana madharau. It's a natural thing. The more money you make, the more unazidi kuwa na freedom. Pesa inakuja na freedom yake. Pesa inakuja na nguvu yake ambayo inakupunguzia uwezo wa kumilikika na kuongozwa na mtu mwingine. Na sisemi kwamba mwanamke aliye na pesa hawezi kumilikika au aliye na pesa hawezi kuongozwa, lakini uwezo wake unakuwa affected tofauti na yule ambaye hana pesa. Japokuwa tunaweza tukasema pia labda ambaye hana pesa anakuwa anamilikika kwa sababu hana option, which is very true. Lakini huyo mwenye option sasa, maana yake ana wakati mgumu wa kuwa mke kwa hiari na si kwa lazima. Yaani ni swala la hiari. Kwa hivyo anakuwa na uhuru pia hata wa kuchagua awe na nani. Wewe ukishakuwa na pesa, maana yake unakuwa na uhuru wa wigo mpana wa kuchagua huyu simtaki, huyu mwanaume simtaki. Kwa sababu huingii kwenye ndoa kwa njaa, huingii kwa mahitaji, huingii kwa hofu ya maisha. Unaingia ukiwa unajua unahitaji mtu ambaye atakupenda na atakuthamini. Kwa hiyo mwanamke pia naye anakuwa na uwezo wa kuchagua awe na nani, tofauti na akiwa katika hali ya uhitaji. Uwezo wake wa kuchagua unakuwa ni mdogo kidogo. Kwa hiyo pesa inakupa uwezo wa